kujitokeza kwenye mchezo akitajwa Rajiga, performance ya wachezaji wa Simba pamoja na Azam FC. Tuanzie hapo. Kwako ulikuwa ni mchezo aina gani? Mechi ilikuwa nzuri. Mechi ilikuwa ni ya kuvutia. Mechi ilikuwa ya kiushindani. Mechi ilikuwa ya mbinu, mechi ilikuwa ya kimkakati. Lakini mwisho wa mechi imemalizika kwa suluhu. Suluhu ambayo ilikuwa ina maneno mengi sana. Wapo wanaamini suluhu ilikuwa ni ya kidhulma na wapo wanaamini suluhu ya jana ilikuwa yenye usawa. Dosa naamini nini? Binafsi mimi naamini suluhu ya jana ilikuwa ni ya kidhulma. Ndugu zangu, mimi leo nasema na nitaendelea kusema na nitaendelea kuamini Simba haijawahi kuwa mbovu kwenye ligi kuu ya Tanzania. Simba haijawahi kuwa mbovu kwenye ligi kuu ya Tanzania. Nini kinawaangusha Simba? Yaani Simba hii Simba ambayo kila mtu anatoa tathmini yake. Simba hii ikicheza na National Simba anashinda. Ikicheza na Express da Tunis Simba anashinda. Ikicheza na Wydad bingwa Afrika Simba anashinda. Ikicheza na wale jamaa wa Botswana anaitwaje wale Simba anashinda. Lakini Simba hii inapokuja kwenye ligi kuu ya Tanzania haishindi. Simba hii inapokuja kwenye ligi kuu ya Tanzania changamoto zinakuwa ni nyingi. Mimi naamini kuna muda Simba anaondoka kwenye ubora. Lakini mimi naamini sababu kubwa ya Simba kutokupata matokeo kwenye ligi yetu lazima waamuzi wataje. Leo unapoizungumzia Simba mpaka sasa imeshindwa kupata alama 6 kwenye mechi za maamuzi ya ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara. Alama 6. Walistahili kabisa kuzipata. Salome, nenda kaangalie mechi ya Simba na Yanga Zanzibar. Mwamuzi anahusika kwenye ule mchezo. Nenda kaangalie mechi ya Simba na Azam. Mwamuzi anahusika kwenye ule mchezo. Na hizi zote ni mechi za maamuzi. Kama mwamuzi angetumia sheria 17 za mpira wa miguu, maana sahihi Simba angepata alama 3 zidi ya Yanga Zanzibar. Lakini jana vile vile Ahmedi. Na sometimes majina Ahmedi yana changamoto sana. Majina Ahmedi yana changamoto. Ahmedi Arajiga. Jiga. Ngoja niishie hapo kwenye Ahmedi. Twende kwa Ahmedi. Usiharibu mambo. Salome. Simba jana kadhulumiwa. Simba jana kaonewa. Kila mtu atatafsiri kwa namna yake. Lakini ukitafsiri kwenye jicho la mpira, jicho lenye komaa, mtaalamu nani Edo Kumwemba na kuambia jicho la mwewe. Simba jana ilistahili kupata penalty 2. Kuna watu wanasema 3. Mimi naamini penalty 2. Yalibasi. Na mimi naamini Simba jana halistahili kupata alama 3. Lakini ni kwa sababu inawezekana waamuzi hawana ukomavu wa kuchezesha mechi za Simba. Inawezekana waamuzi wanakuja na matokeo wao uwanjani. Arajiga ni moja kati ya waamuzi ambao wanataja kuwa waamuzi bora. Tumeshuhudia kati ya waamuzi ambao wanaaminiwa hata nje ya Tanzania kuchezesha michuano mbalimbali mikubwa, anakuwepo ni mmoja kati yao. Nini kinamshinda kwenye ligi kuu? Sio mara ya kwanza kufanya makosa, mawe pia kufungiwa. Hapa Tanzania nani anamwamini Ahmedi? Nani anaweza katoka mbele akasema Ahmedi ni refa bora? Nani? Au shabiki wa timu gani anaweza katoka mbele akasema Ahmedi ni refa bora? Nani? Refa mwenye beji ya FIFA. Nani? Kayoko pia anayo beji ya FIFA. Mwichu pia anayo beji ya FIFA. Hans Mabenda ndugu yangu kutoka Tanga pia anayo beji ya FIFA. Swaibu wangu Omari Mdoe beji ya FIFA anayo. Ni marefa bora. Nini kinamfanya atajwe kuwa bora? Nani anamtaja kuwa bora? Anaaminiwa sana. Anaaminiwa na shirikisho. Hapa hakuna hata shabiki mmoja wa timu yoyote atakayekuja mbele akasema Ahmedi ni refa bora. Tuliwahi kushuhudia andiko ni kama msimu 2021 Young Africans waliwahi kuandika andiko lao wakimkataa Arajiga kuchezesha mchezo wao dhidi ya Simba. Sijui kama unaikumbuka hii. Kwa hiyo unakubaliana na mimi
Hakuna shabiki wa timu yote kubwa atakayetoka mbele akasema Ahmed ni refa bora. Kama refa anakataliwa na Yanga, kama refa anakataliwa na Simba, timu gani itatuprove kwamba huyu refa ni refa bora? Akachezesha na Mungo na Kosi, tutaenda kutatathmini huyu ni refa bora? Refa huyu alikwenda kuwazadia Simba penalty mechi ya Mashujaa. Aliwazawadia, haikuwa penalty. Refa huyu juzi katoka kwenye bani. Ya kimya wanasema. Ya Jemo hiyo. Sasa wewe jiulize, refa bora anakaa kwenye bani? Sisi wa Tanzania tunapenda vya kwetu. Lakini kuja kwenye mantiki ya sheria 17 za mpira wa miguu, ni ngumu sana Tanzania kusema sisi tuna marefa bora. Tuna marefa bora, shirikisho naenda kuchukua marefa kutoka nje. Tuna refa bora kila siku. Maoni ni ya refari? Hakuna. Refa anachezesha kwa namna anavyojua. Refa anachezesha kwa utashi anaojua. Ndio mwisho wa siku kelele zinakuwa nyingi. Mimi naamini kwa namna Simba alivyocheza mpira jana, mimi naamini Simba alistahili kushinda kwa alivyocheza hapo, kwa alivyocheza jana. Nafasi lakini tukiachana na masuala ya hizo penalty ambazo mnasema zilistahili kuwa penalty, hazikuwekwa. Nafasi Simba walizipata lakini walishindwa kuzitumia. Selemani Mwalimu yuko pale mbele, anashindwa kuwapa Simba kile ambacho wanakihitaji hadi hivi sasa. Hilo ni tatizo na linafahamika. Na mimi nishasema ili Simba iwe bora zaidi, lazima itafute eneo la mshambuliaji pate suluhisho. Suluhisho sio kumuondoa Selemani Mwalimu. Suluhisho ni kumuondoa mtu, kumleta mtu zaidi ya Selemani Mwalimu. Mmoja atakwenda kuchukua nafasi, lakini pia atakwenda kumpa ushindani Selemani Mwalimu. Jana Selemani Mwalimu kama angekuwa kwenye viwango vya top striker, mechi dakika 5 ingekuwa imekwisha. Mapema. Dakika ya 5 mechi ingekuwa imekwisha. Amekwenda kukosa goli ambalo hata kapteni wa mashabiki pia akosi lile goli. Kapteni wa mashabiki? Yes. Kizinga. Kapteni wa mashabiki. Lakini ni kwa sababu mchezaji anacheza kwa hofu, ni kwa sababu mchezaji anashindwa kuamini kwamba mimi nacheza Simba Sports Club. Ndio anapelekewa kukosa nafasi kama zile. Lakini ni mchezaji ambaye lazima tumuheshimu kwa namna moja ama nyingine. Ni mchezaji wa national team. Ni mchezaji ambaye tunamtegemea kwenye mashindano yanayokuja. Lazima tumseme kwa kumkumbusha ili tunapokwenda naye msimu ujao kwenye mashindano ya AFCON tujue sisi tunasema ni Mwalimu Diego. Jana amewanyima sana shindi Simba kwa kiasi fulani. Licha ya muamuzi tu, lakini Selemani Mwalimu pia amechangia kwa kiasi kikubwa sana Simba kushitopata alama 3. Sio muamuzi tu. Sio muamuzi tu. Selemani Mwalimu pia amewanyima Simba ushindi jana. Doso, tukiangalia man of the match wa huo mchezo ni Aishi Salim Manula. Mchezo wa Young Africans na Simba, man of the match alikuwa pia ni Djigui Diarra. Hao wote tunazungumzia ni magolikipa. Hii inakuwa ina maana gani? Na hapa niwaambie sana. Niwaambie sana mashabiki wa Simba. Wana kila sababu wa kujivunia na Simba yao msimu huu. Wana kila sababu kutoka mbele kuambia yes, thank you sana Murtaza Mangungu. Unaanza kuwachokoza wana Simba. Wana kila sababu kutoka mbele kusema J Ruti una lazima kupepewa. Simba msimu uliopita ama misimu iliyopita imetoka kupoteza mechi 6 mfululizo kutoka kwa Young Africans. Simba msimu huu imekwenda kuokota alama 1 zidi ya Yanga. Na si tu alama 1, walistahili kupata zaidi ya alama 1 zidi ya nani? Ya Yanga. Simba mechi ya kwanza alipoteza zidi ya Azam. Si ndio? Raundi ya pili Simba anakwenda kuchukua alama 1 zidi ya nani? Ya Azam. Na si tu alama 1, alistahili kupata zaidi ya alama 1. Kaangalia Simba namna alivyoimarika, Salome. Mechi ya Simba na Yanga, Simba kwa pressure walaitoa, kwa bolo walilolipiga, kwa kiwango alichokionyesha, Simba wamekwenda kutoa man of the match kwa timu mpinzani kwa soko kwa timu yao. Duniani ukiona klabu inatoa kipa bora, man of the match, man of the match, ujue opponent wake alikuwa bora sana kwenye huo mchezo. Kushughulishwa. Kwa hiyo
tathmini ya mechi ya Simba na Yanga, Diarra kuwa man of the match, Simba alikuwa yuko bora. Na ile mechi nakumbuka Yanga alipiga on target moja. Si ndio? Umefurahi hapo wataja Yanga. Na jana tena Simba amekwenda kutoa man of the match wa timu pinzani. Tena eneo la goalkeeper. Tafsiri ni nini? Viungo wameshindwa kuwazuia Simba. Mabeki wameshindwa kuwazuia Simba. Kipa ndo amekwenda kuwazuia Simba Sports Club jana. Kwa hiyo lazima tuwapongeze magolikipa wote ambao wamekuwa man of the match zidi ya Simba. Sio jambo dogo sana. Kwenda kuzuia, kaangalie jana. Aish Manula amekwenda kusevu V1V. Wenye wazungu wanasema 1v1. Kwa vizuri sana salamu. Najua mpira. Kichwa kina elimu. Na kukubali. Jana Aish Manula akaenda kucheza 1v1. Amekwenda kufanya 1v1 ya Selemani Mwalimu. Lakini vile vile amekwenda kuzuia mchomo wa Libase Gwe. Mimi nikimwangalia Libase Gwe wakati mwingine nasema ni Rafinha mtupu. Ukimwangalia Libase Gwe namuona kama Rafinha kwa mbali. Mtupu. Rafinha mweusi lakini. Jana amekupa vitu. Hajawahi kuniangusha. Hajawahi kuniangusha. Ni winga ambaye jana kamfanya Pascal Msindo kuwa fullback wa kizamani. Msindo jana kakaa nyuma tu dakika zote. Niko naye. Kwa sababu ili umkabe Libase Gwe lazima uwe mtu wa kukusaidia kutoka eneo la katikati. Yaani kwenye zile center back zile. Mmoja atoke aje kuja kucheza wing namba 3 kule. Akuja kumpa nguvu namba 3 Wasili. Ndio jana Fendez, kuna beki mmoja waza anaitwa Fendez. Alikuwa Mendoza anakuja kufanya Crazen Sanza baada ya Msindo kufanyaje? Kushindwa. Kwa hiyo kwangu mimi ukimzungumzia Libase Gwe na man one of the best winger ambaye anacheza kwenye mpira wetu wa Tanzania bara. Yes. Wanamfananisha Libase Dosa ni Aziz Ki anayekuja kwenda kuonesha thamani yake ambayo ilikuwa imepotea. Mashabiki wa Young Africans wanasema yule huenda ndio akawa mrithi sahihi wa Stefano Aziz Ki katika ligi yetu ya NBC. Aziz Ki ni mchezaji bora wa ligi kuu NBC. Aziz Ki